Dar es Salaam, Yanga imetangaza Mankoba kuwa kocha wake mkuu mpya akichukua mikoba ya kudumu ya Pedro Goncalves. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 55 mara ya mwisho aliinua Golden Arrows inayoshiriki ligi kuu ya Afrika Kusini. Kabla ya kuitumikia Golden Arrows, Mankoba aliinua Mamelodi Sundowns akiwa kocha mkuu na pia msaidizi. Amewahi pia kuwa kocha msaidizi wa timu ya Amazulu na Chipa United. Ni kocha ambaye amekuwa akipendelea kutumia mfumo wa 4-3-3. Ameshinda zaidi ya mataji 10 ya soka, mojawapo likiwa ni la ligi kuu ya Afrika Kusini. Mankoba aliyezaliwa mwaka 1955 ni kocha mwenye leseni ngazi ya CAF Diploma A inayomruhusu kufundisha timu katika mashindano ya klabu Afrika. Yanga iliachana na Pedro Goncalves mwezi uliopita kutokana na kiwango kisichoridhisha cha timu hiyo. Hata hivyo, Goncalves kwa sasa amepata fursa ya kuinoa AS FAR Rabat ya Morocco. Kampuni ya Helabet Tanzania imeleta mageuzi makubwa kwa kuhakikisha michezo ya kasino mtandaoni inapatikana kwa wawekezaji wote waliosajiliwa nchini. Huduma hizi zinadumisha aina 4 kuu za michezo ambayo ni slot, poker, live dealer pamoja na michezo mingine ya burudani. Kila kundi lina michezo mingi kutoka kwa zaidi ya kampuni 90 zinazotambulika kimataifa. Mwekezaji anahitaji kutumia akaunti yake ile ya Helabet kuingia na kucheza michezo yote kupitia kompyuta au programu ya Helabet ya Android. Na teknolojia ya video assistance referee VAR tayari ilikuwa mada kubwa ya mjadala katika kombe la dunia la wanaume la FIFA mwaka 2026, lakini mjadala huo ulizidi kuwa mkali baada ya ushindi wa kushangaza wa Argentina dhidi ya Misri katika hatua ya 16 bora ya tarehe 7 Julai. Timu ya Misri iliyokuwa inaongoza kwa mabao 2-0 huku zikiwa zimesalia dakika 11 kabla ya mwisho wa mchezo ilishuhudia Lionel Messi akiongoza Argentina kufunga mabao 3 ya haraka na kuibuka na ushindi. Baada ya mechi hiyo, wa Misri walionyesha hasira kubwa kufuatia bao lao moja kufutwa na madai yao ya penalty ya dakika za mwisho kupuuzwa huku VAR ikiwa haijaingilia kati. Kilichowakasirisha zaidi wa Misri ni uamuzi wa kufuta bao la kipindi cha pili lililofungwa na Mostafa Ziko walipokuwa wanaongoza kwa bao 1-0. Bao hilo lilikataliwa baada ya kiungo Marwan Atia kuonekana kumkanyaga Lisandro Martinez mwanzoni mwa shambulizi lililozaa bao hilo. Aidha, Misri walisisitiza kuwa Mohamed Salah alifanyiwa madhambi kwa namna inayofanana ndani ya eneo la hatari la Argentina sekunde chache kabla ya mabingwa hao watetezi kuanzisha shambulizi lililozaa bao la ushindi. Hata hivyo, mwamuzi hakutoa faulo wala VAR haikuingilia kati. Na hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo. Okay, hapa nikipita na ujumbe wake. Nani huyu? Steve anasema unaweza nisaidia namba yako dada mzuri. Asante Steve. Fidelix anasema, Fidelix aka kutoka Mtamba Mozambique anasema tenda wema ulipwe mema na Mungu. Hakika. Ama kwa hakika tenda mema ulipwe mema. Swali la leo pale YouTube limeuliza kwamba Simba na Singida zimetupwa kundi moja ya Kagame Cup kwa mwaka 2026. Nani atakuwa mbabe wa mwenzake kati ya Simba na Singida? Watu wamepiga kura zao hapo bwana. Ngoja nimalizie na maoni yake. Kelvin anasema timu ya Simba inajenga timu lakini Yanga wana ila nye watu wa michezo. Kelvin anasema timu ya Simba inajenga timu lakini Yanga wanaiba cement. Jamani, okay. Haya, huyo anasema imba nasi nimewapenda bure. Asante sana, tunakupenda zaidi bila gharama yoyote. Ndio amri kubwa tuliopewa bwana. Tupendane. Tupendane. Hiyo ndio amri kuu kuliko amri zote. Amri kuu nawapa. Pendaneni ninyi kwa ninyi kama ninavyowapenda.
Sambai anasema Simba bora naiona. Asante sana. Binesheni anasema kocha wa Yanga ni Polofisa. Okay. Jina lake la pili limenishinda kutaja kwa kweli, nimeshindwa kutamka. Baraka anasema nakupenda balaa. Baraka, mimi nakupenda zaidi. Kama Simba mlishindwa msimu ulioisha, basi mtasubiri sana. Okay. Utulivu anasema Simba wote ni jamani, msinitumie message ambazo mnaona kabisa nitashindwa kusoma hewani. Paul Frank anasema Simba bingwa Kagame Cup. Okay. Asante sana. Tuangalie majibu sasa. Ombeni anasema kuna mwana Simba akafosi kutaja jina la kocha wetu. Kilichompata ulimi umenasa kooni. Mimi mwenyewe kwa kweli hilo jina limenishinda. Inabidi leo nifanye mazoezi ili nikija tena hapa nikimzungumzia nisiumbuke. Jina gumu hilo. Okay, Simba na Singida Black Stars wapo kundi moja Kagame Cup mwaka huu 2026. Nani atakuwa bingwa zaidi ya mwenzake? Kura zilizopigwa ni kura 34. Waliosema Simba atakuwa bora kumzidi mwenzake ni 74%. Waliosema Singida Black Stars ni 26%. Kwa hiyo wengi wanasema kwamba bwana Simba wataibuka na ushindi, wataibuka mabingwa zaidi. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Kija Sija anasema mambo ni poa kabisa. Titus Danga anasema Simba bingwa Kagame Cup. Asante sana Titus. Nimekula dakika za watu. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya leo, na hapa nimetoka kukusogezea habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Mustafa anasema kocha huyo ni raia wa wapi? Mustafa anauliza kocha wa Yanga ni raia wa wapi? Mustafa, pita huko, hii habari tushakusogezea. Pita huko utakutana na hii habari bwana. Hapo Tanganyika Production, angalia kule, utakutana nayo, tumemchambua kwa kina. Taarifa zote za michezo jamani mtazipata hapa. Hapa ndio jikoni, tunakupikia habari zote za michezo. Zile fununu, tetesi, habari kamili zote. Tumeamua kuburudika na wewe. Maana hata maandiko yanasema hakuna cha zaidi duniani zaidi ya kula, kunywa na kufurahi. Sisi tumeamua kujumuika na furaha yako. Okay, tufunge kipindi jamani, nimekula dakika za watu. Nukuu ya leo ikiwa ni Jumamosi ya Julai 11 mwaka 2026. Nukuu ya leo inasema jikubali na jiamini, huku ukimtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. Usikubali mtu yeyote akakuambia huwezi. Amini kwa kile unachokifanya na mwisho utatimiza ndoto yako. Ukiniita Salome Mlai daima nitaitika. Nakupenda sana. Nikutakie na asubuhi njema yenye baraka na fanaka tele. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.